Kwa jina naitwa Parmuk Singh Hugan. Nimezaliwa Zanzibar, nimekulia, nimesoma hapa na baadaye nikaenda zangu bara Afrika kuchukua elimu ya zaidi kidogo, kaja zangu bara nikafanya kazi, mwisho nimerudi hapa nyumbani. Kwa kweli huyu bwana Ajit Singh mimi alikuwa ni babu yangu mzalia mama. Na bwana Ajit Singh hapa nimeshazungumza mara nyingi na sitaki kurudia yale mambo ambayo nishazungumza. Lakini kwa ufupi alikuwa ni mtaalamu wa kuchora majengo, kwa jina jingine wanaita kitaalamu alikuwa ni architect. Pamoja na hayo vile vile ilikuwa mchoraji wa picha na sanaa, ambayo nyingi kati zao kazi zake utazikuta zimo mundani, akishirikiana na Sheikh Abdallah Farhani ambaye alikuwa ni msanii mkubwa kuchora hapa Zanzibar. Na hapa kuna picha vile vile msanii mwingine ambaye wakati wa miaka ya 40 alikuwa maarufu, alikuwa Daktari Said Aboud. Na nakumbuka mwaka 47 mfalme wa Zanzibar wakati wa Said Khalifa alimtunuku babu yetu medali ambayo inaitwa Brilliant Star of Zanzibar, na alipewa kwa heshima na kwa jitihada la kazi ambayo anazofanya, kwa sababu katika muda wake mfupi tu wa taaluma yake aliweza kufanya mambo mbalimbali ya maendeleo ya kiujenzi, pamoja na kazi nyingi alizofanya. Ni miongoni mwake ni hospitali ya Mnazi Mmoja, makumbusho ndogo, Karume House, El Selasi, Darajani, police line zote, Autosel, na ukaja zako Forodhani hapa, sehemu ya mbele ya Ngome Kongwe ile alichora yeye, pamoja na kunyumba kulea watoto sehemu ya juu, na pamoja na kasanii michoro ya bustani ya Forodhani ambayo ikapita katika hatua tofauti, baadaye ikawa na taswira ambayo tunaona hivi sasa. Lakini huko nyuma iko picha alichora ya mkono hapa, Forodhani Park ndo ilivyokuwa vile, na sehemu ile inaonyesha wazi namna ilivyokuwa. Yeye ndo alikuwa mwanzilishi yale mambo yote yaliyofanyika katika park ya Forodhani. Na huyu bwana aliishi hapa mwaka 65, aliachishwa kazi. Mradi wake wa mwisho ilikuwa nyumba za wazee sebuleni pale baada mapinduzi. Mimi naweza kusema kwamba teknolojia yote tunaona sisi, tunaona computers, artificial intelligence, ili calculator, imetokana huko nyuma kutokana na watu kazi zao za mkono, baadaye kutokana na akili iliyokuwa zaidi, binadamu tena akafanya ustaarabu wa kukusanya na kutafuta njia nyepesi ya kufanya hizi kazi. Lakini asili ya kompyuta, asili ya kazi zote imetokana na binadamu kutumia akili kwa mikono yake, kafanya mambo mengi, na hiyo ndio ilozaa haya. Lakini na upande mwingine mimi nasema hizi teknolojia za kisasa kwa kweli huko baadaye kuna hatari ya kutupumbaza, kwa sababu leo mashine ndio inafanya hesabu, mashine ndio inachora ramani, mtu hatumia akili. Na si kila kitu cha kisasa ni maendeleo, kwa sababu mfano hai, mkitizama ile Forodhani Park pale, na ukitizama hiyo teknolojia sasa iliyotumika kutengeneza park nyingine ile kule mbele ya Africa House, ukitizama na ile bustani ambayo iliyojengwa mbele ya hospitali, kwa kweli ina mapungufu. Kwa sababu kwa mfano bustani ya Mnazi Mmoja kuna mapungufu makubwa yamefanyika pale. Ile bustani imejengwa lakini hamna vyoo pale. Kwa mfano mtu akipata matatizo ya haja ndogo kubwa, sijui kwa pale akimbilie wapi. Na juzi tu mimi nilikuwa nafanya tafiti yangu, mimi wake napenda kichwa changu kukisugua kidogo, wakati wa sherehe hizi za mwaka mpya na Christmas, Forodhani Park kwa kweli ilikuwa kivutio. Lakini nikaenda zangu mpaka kule, nikaona huku ni kivutio zaidi, na hii sehemu ni kubwa zaidi na inakidhi mahitaji ya wananchi wa mjini, kwa sababu ile kitu imejengwa kutokana na hisia za ubinadamu wetu. Kafikiri kwamba watu wa hapa wanahitaji hiki, wanahitaji hiki, wanahitaji. Sasa kwa muda mrefu sasa ile sehemu inatumika, na mpaka leo thamani yake tunaiona tofauti na majengo ya kisasa. Naamini majengo ya kisasa baada muda mfupi tu thamani yake itakuja kupotea.
Kwa mfano kama majengo ya darajani haya, nyumba ya treni tunaita, ilifanywa marekebisho kama miaka 10 nadhani iliyopita, lakini nenda katame hali yake sasa hivi, ile plasta iliyowekwa inabanduka, na hata kuna malalamiko hii block iliyojengwa wakati wa Mheshimiwa Amani, hii block ambayo iko kuelekea Mao kule, nayo vile vile nasikia ina hitilafu. Na majengo mengi kwa ufupi ya kisasa yanakuwa yanapendeza mwanzo, lakini katika masafa marefu nafikiria mapungufu yake yataanza kuonekana na si mbali. Kwa mfano kama darajani tumeona mfano kama hiyo Forodhani Park na kadhalika. Kwa hivyo nafikiria bado mwanadamu anahitajika katika masuala ya uvumbuzi na masuala ya kutengeneza mambo yake badala ya kutumia hivi teknolojia ya kisasa. Kwa kweli mimi sikubaliana. Binadamu alianza kuifanya kwa mkono, akatumia mikono yake, akatumia akili, vigezo tofauti, na majengo ya zamani kwa kweli alikuwa anapitia hatua mbalimbali. Akishamaliza yeye, kuna engineer, kuna foreman, kuna consultancy, kuna vigezo tofauti. Kwa hivyo humu katikati yakionekana mapungufu, haraka sana anazibu mapungufu. Lakini sasa hivi kama nilivyosema, kama mwanadamu wa siku hizi hatumii akili yake, anatia kwenye kompyuta, inatoka kitu, anachukua na implement. Sasa mapungufu yake baadaye ndo tunaanza kuyaona kama hivi. Kwa kweli ni teknolojia yote imeanza na mwanadamu, kazi za mkono, hata ufundi ilianza kwa maspana na kadhalika. Sasa hivi fundi gari kwa mfano hana kazi kubwa, kwa sababu anachukua mashine ina diagnose. Hata madaktari sasa hivi wanatumia mashine itasema na maradhi ya moyo na maradhi gani, halafu ile mashine inajibu sasa hivi. Kwa hivyo utakuta mwanadamu sasa hivi hatumii akili yake kuzaliwa, na kila tunapokwenda huko nafikiria upumbavu utatuzidi kuliko ilivyo sasa. Unahisi kuna haja ya kurudi nyuma? Iko haja, kwa sababu hata tunapokwenda kwenye vyuo iko haja. Kwanza tunaanza kwenye tradition, tunaanza kwenye utamaduni, alafu ndo tunaingia katika vyombo vya sasa. Wenzetu hata hii kwa mfano askari wa wanamaji wanaanza kufanya kazi zao kwenye majahazi. Yule utakuta askari wa baharini anajua kusi, anajua kaskazi, anajua mzaruba, anajua nini. Kwa hivyo ameanzia kule, ndo maana kafahamu. Lakini ukiingia kwenye teknolojia sasa, wala huwezi kubashiri mbele kuna dharba, kuna hiki, kuna hiki. Lakini wakati huo walikuwa hana rada, walikuwa hana satellite, na vyombo vikisafiri vikitoka sehemu mbalimbali na ikienda salama, na njiani wanakutana na madharba, yana wanajua namna kukwepa. Na kwa kweli bado iko haja kurudi katika teknolojia ambayo ilotufikisha hapo sasa.